Maelfu ya raia wa Palestina waliokimbia wakitoroka mashambulio ya Israeli waendelea kurejea kaskazini mwa mji wa Gaza kufuatia makubaliano ya usitishaji wa mapigano yaliyoongozwa na Marekani wiki hii. Makubaliano hayo yameibua matumaini kwamba huenda mwafaka wa kudumu ukapatikana na kumaliza mapigano kati ya Israeli na Hamas, makubaliano ambayo pia yatapelekea kuachiwa huru kwa mateka waliochukuliwa wakati wa shambulio la Oktoba 7 mwaka wa 2023. Licha ya kuwepo kwa matumaini makubwa ya kufikia mwafaka wa kudumu, maswali bado yanaendelea kuibuliwa. Kwanza, ni nani atachukua uongozi wa mji wa Gaza wakati wanajeshi wa Israeli wakidaiwa kuanza kuondoka huko Gaza? Changamoto nyingine ni iwapo wapiganaji wa Hamas wataweka chini silaha zao kama ilivyopendekezwa katika mpango wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu usitishaji wa vita. Katika hatua nyingine, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesisitiza kwamba Israeli inaweza kuanzisha tena mashambulio iwapo Hamas haitoweka silaha chini. Mapigano ya miaka miwili kati ya Hamas na Israeli yameuacha mji wa Gaza ukiwa umeharibiwa vibaya zaidi ya Wapalestina 67,000 wakiwa wameuawa, upatikanaji wa chakula ukiwa ni changamoto kubwa kwa wakazi wa Gaza. Ijumaa ya wiki hii, chanzo kutoka shirika la kutoa misaada ya kibinadamu kilithibitisha kuwa bidhaa muhimu ikiwemo mafuta na gesi itaanza kuingia Gaza bila vikwazo kuanzia Jumamosi ya tarehe 11 ya mwezi huu. Siku hiyo hiyo ya Ijumaa ya tarehe 10 ya mwezi huu wa Oktoba, malori yaliyokuwa yamebeba misaada yalionekana yakisubiri katika upande mwingine wa kivuko cha Rafah yakiwa yanasubiri kufikisha misaada hiyo huko Gaza. Mamlaka ya Israeli iliripoti kwamba malori 600 yaliyobeba misaada yataruhusiwa kuingia Gaza kila siku kupitia Umoja wa Mataifa na mashirika ya misaada yaliyoidhinishwa kimataifa.